Asubuhi ya leo tunajipata tena katika kile kitabu cha kwanza katika maandiko, kitabu ambacho ni kitabu cha ufunguzi katika maandiko, kitabu ambacho pia kinatoa misingi mizuri ya ufahamu na uelewa wa maandiko kwingine katika Biblia. Kwa hiyo tunapata kwamba mada nyingi ambazo zinaendelezwa katika maandiko hata kufikia kitabu cha Ufunuo wa Yohana, misingi yake huwa ni katika kitabu cha Mwanzo. Mada nyingi, mada ya wokovu, mada ya ufalme, mada ya dhambi, injili na vingine vingi. Hivyo vyote vinapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Naomba tusimame, tusome kwa pamoja. Nitasoma Mwanzo mstari wa 26 katika mlango wa kwanza, 26 hadi mwisho wa mlango ule. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa nyinyi kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Vitakuwa ndio chakula, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Hilo ndilo neno la Mungu. Na tukae. Kwa hiyo katika hiyo mistari ambayo tumetoka kuisoma, tunapata mada yetu ya leo. Mada ya leo ni mada ambayo tulianzisha Jumapili iliyopita chini ya kichwa tofauti. Tulianza Jumapili iliyopita kwa kuzungumzia shina la uumbaji. Tulizungumzia shina la uumbaji, tukatoa taswira ya mti, jinsi ambavyo mti una shina na hilo shina huegemeza kilele, ambapo mara nyingi utapata kuna matawi, matunda, maua na vinginevyo. Kwa hiyo tuliangalia shina la uumbaji kwamba kuanzia mstari wa 3 wa mlango wa kwanza hadi mstari wa 25 yanayojiri pale katika uumbaji ambao Mungu anautekeleza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 hata ya 6 asubuhi, ama katika awamu ya kwanza tunapata kwamba Mungu anafanya maandalizi ya kuliegemeza lile shina. Na tukaangalia chini ya vichwa tofauti kwamba ni kwa jinsi gani shina linamhimili huyu ambaye anakuja kuwa kilele. Kwa hiyo ilikuwa Jumapili iliyopita. Jumapili hii asubuhi ya leo tunachokiangalia ni hicho ambacho tumetoka kukiita kilele cha uumbaji, ama niseme kwa usahihi zaidi, huyu ambaye tunamuita kilele cha uumbaji. Kwa nini yeye anaitwa kilele? Nitoe sababu mbili, na hizi sababu mbili zitakuwa ndizo mada tunazozipeleleza asubuhi ya leo kwa njia 3 tofauti. Kwa hiyo nitoe sababu mbili ambazo zinanifanya mimi kusimama mbele yenu asubuhi ya leo na kusema kwamba huyu tunayemuona akiumbwa, mstari wa 26 akipewa maelekezo hadi mstari wa 30, huyu ndiye kilele cha uumbaji. Sababu zangu ni zipi? Ya kwanza, huyu ni kilele kwa sababu ni mfano wa muumba. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo hakuna kingine, hakuna mwingine aliyepata upendeleo kama huu. Tumetoka kusoma Zaburi ya 8, tukaona kwamba katika tafakari yake ya hii mistari, Daudi miaka mingi baadaye anasoma maandiko, anafikiria uumbaji, anaiangalia nafasi ya mwanadamu, jinsi mwanadamu alivyo, udogo wake, anazingatia pia ukuu wa Mungu na uzuri na upana
wa lile shina la uumbaji anajiuliza swali, anajiuliza, je, mwanadamu ni nini? Yeye ni kitu gani? Kwa sababu ukitazama ule udogo wa mwanadamu katika uumbaji wote na nafasi ya kipekee ya upendeleo mkubwa aliyopokea kwa Mungu, unajiuliza ile swali wewe pia. Huyu kwani ni nani? Jibu ninalokuja kukuambia siku ya leo ni kwamba huyu ndiye kilele cha uumbaji, na sababu ya kimsingi na ya kwanza ni kwamba ameumbwa katika mfano na katika sura ya Mungu. Sababu ya pili, mbona huyu ni kilele? Mbona nimuite kilele katika uumbaji? Sababu ya pili ni kwamba yeye ni wakala wa muumba. Yeye ni wakala, sio wakala wa Safaricom. Umezoea wakala wa Safaricom au wakala wa inaitwa nini ile nyingine? Inaitwa nini? Airtel. Hapana. Huyu sio wakala wa Airtel wala wakala wa Safaricom. Huyu ni wakala wa Mungu. Hilo wazo nimelitoa wapi? Mungu anasema hivi katika mstari wa 26. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Wakafanya nini? Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kile kitambaacho chini. Kwamba akishakamilisha ule uumbaji huku chini, Mungu anamweka msimamizi. Huyu msimamizi, ukimwangalia msimamizi amebeba sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo anasimama juu ya shina akiwa kama kilele, akiwa mwakilishi, akiwa wakala wa muumba. Yeye sio muumba. Yeye ni sura, yeye ni mfano wa muumba, lakini anaposimama katika nafasi yake, anasimama kama wakala wa muumba. Kwa hiyo kwa sababu hizo mbili, ninao ujasiri asubuhi ya leo kusema kwenu kwamba huyu anayezungumziwa kuanzia mstari wa 26 wa mlango wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo hadi 30 pale katika maelezo tunayoyaona, huyu ndiye kilele. Na tunaposema ni kilele, sababu nimezitoa, ni mfano pia ni wakala. Nizungumzie mfano. Tuchukue muda kidogo tupeleleze hii mada ya mfano wa muumba, tupate kuiona ni inamaanisha nini. Niwasome tena andiko linasema hivi, Mwanzo mlango wa kwanza 26 na 27. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Hapo 27 maandiko yanaposema mtu, katika lugha ya asili ya Agano la Kale atasema Adam. Sisi tunajua Adam kwamba ni jina, lakini katika Kiebrania ambayo ndio lugha ya maandiko ya Agano la Kale, Adam inamaanisha nchi. Kiingereza ground. Adam ametolewa katika Adama. Kwa hiyo mtu, ama tuseme huyu, Kiswahili tungesema vipi? Huyu ni vumbi aliyetolewa mavumbini. Nitoe ulinganifu pale. Ni vumbi kwa sababu ametolewa mavumbini. Huyu ni Adam kwa sababu ametolewa kutoka kwenye Adama. Adama ni nchi, ground. Unaona mchezo wa maneno pale. Kwa hiyo Kiingereza inaleta picha nzuri zaidi tunaposema earthling. Unaona kwamba chimbuko lake huyu ni pale mavumbini. Kwa hiyo Kiswahili tukitaka kuwasilisha maana ile ya Adama na Adam, tutasema huyu ni mavumbi na ametolewa mavumbini. Lakini sasa inakuwaje kwamba mavumbi huyu aliyetolewa mavumbini pale amehesabiwa kama kilele cha uumbaji? Nikasema kwamba ameletwa katika ulimwengu akiwa mfano wa muumba. Tunaposema mfano wa muumba tunamaanisha nini? Kuna walimu wapotovu wanaosema kwamba Mungu ni mtu wa miraba 6. Ana mikono na miguu. Haya, kuna hao walimu wapotovu. Wewe ulipokuwa mtoto ukaenda kufunzwa kanisani, mkapewa karatasi zenye picha, ukaona picha ya mawingu na mzee mzungu mawinguni amekaa kwenye kiti. Hiyo picha imekutoka hata leo akilini?
Wewe unapoomba, picha ulionayo akilini ya Mungu ni ipi? Ni kwamba ni roho asiyeonekana au ni mzee mzungu mwenye madevu aliyeketi? Unaona? Tunaposema kwamba tumeumbwa katika mfano wa Mungu, au tunaposema huyu ambaye ni kilele aliumbwa katika mfano wa Mungu, hatumaanishi kwamba anafanana na mzee fulani mzungu mawinguni. Hapana, hatuna hiyo maana. Tunamaanisha hivi: kinachomfanya mtu au mwanadamu kuwa nafsi, nitumia maneno kwa uangalifu, kinachomfanya mtu au mwanadamu kuwa nafsi ni sifa tatu. Nizieleze. Sifa ya kwanza ni kwamba yeye ni nafsi kwa sababu ana akili, anawaza, anafikiria. Pili, moyo wake. Ningependa kusema hisia, lakini hisia itakuwa kidogo tunatoka nje ya maana tunayotafuta, maana lengo. Niseme kwamba ni moyo wake. Na ninaposema moyo, nielewe kwamba sio kiungo ambacho kinapiga kifuani, ambacho kimepiga sana jana. Ama hakikupiga jana, hakikupiga, imepiga si kidogo Simaanishi hicho kiungo. Na maanisha kwamba mle ndani mwa mwanadamu ambapo kuna kuchukia, kupenda, kuhofu, kutamani, naelewa, ni kama kiti cha hisia, tukiite moyo. Kwa hiyo kinachomfanya mwanadamu kuwa nafsi na paka sio nafsi ni kwamba mwanadamu ana akili, mwanadamu ana moyo. Tatu, mwanadamu ana maamuzi. Mnaona? Mbwa hubweka sio kwa maamuzi. Asili yake ni kwamba lazima abweke. Ng'ombe naye anatoa sauti anayoitoa kwa sababu sio ya maamuzi, ni kwa sababu ni maumbile yake. Lakini mwanadamu anapotoa tamko, anasema nakupenda, ni kwamba amefikiria, ni kwamba kuna mwelekeo fulani wa moyo wake, na pia amefanya maamuzi fulani. Unanielewa? Kwa hiyo tunasema huyu ni nafsi. Sasa katika lile jambo la nafsi ndipo tunapopata wazo kwamba ameumbwa katika mfano wa Mungu. Huyu ambaye ni kilele, Adam, anapoingia duniani, mavumbi yalitolewa mavumbini. Anapokuja duniani tunapata kwamba ana uwezo wa kufikiria pamoja na Mungu. Na simaanishi kwamba yeye ni Mungu, hapana. Ni kwamba hakuna ukinzani wowote, hakuna mvutano wowote baina ya mawazo ya Mungu na mawazo ya wakala wake, huyu ambaye ameumbwa katika mfano wake. Sio kwamba Mungu anafikiria hivi na sisi tunafikiria kinyume, hapana. Huyu baba yetu, maana ni baba yetu, mwanadamu wa kwanza, anafikiria sawa sawa na akili ya Mungu katika kila jambo. Pili, tumesema kile kinachomfanya mwanadamu kuwa nafsi ni kwamba anao moyo. Moyo tukimaanisha kiti cha hisia. Sawa? Tuseme pia anavyopenda, huyu ambaye ni kilele, anapenda sawa sawa na moyo wa Mungu. Vipo vitu ambavyo Mungu anavipenda, vipo vitu ambavyo Mungu havipendi. Kabla ya anguko, mwanadamu anao uwezo wa kupenda sawa sawa na moyo wa Mungu. Kwa hiyo ni nafsi ndiyo, lakini ni nafsi ambayo imeambatana na Mungu katika kila jambo, katika kuwaza na katika moyo, hisia, kupenda. Tatu, maamuzi ya mwanadamu kabla ya anguko yanaambatana sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo katika kufikiria kwake, katika moyo wake, katika maamuzi yake, Adam ambaye ni kilele cha uumbaji, huyu mavumbi kutoka mavumbini, tunamwita kilele kwa sababu anao uwezo na pia anao uzoefu wa kufikiria pamoja na Mungu, wa kupenda sawa sawa na Mungu, na kufanya kuwa na maamuzi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sasa haya ambayo nayasema, hayo matatu: kufikiria sawa sawa na Mungu, kupenda kila anachopenda Mungu, kutenda kila wakati, kutenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hii jamani, si ndio ibada? Hebu fikiria, kama akili yako inawaza sawa sawa na Mungu, kama moyo wako umelingana na moyo wa Mungu, kama maamuzi yako ni sawa sawa na mapenzi ya Mungu, hii si ndio ibada?
Au ibada ni kinanda? Ni kinanda. Ibada ni matoleo. Kuishi kwako ndio ibada yako. Unaona? Sio kwamba unavaa mavazi ya Jumapili, mavazi mazuri, unapuliza marashi, umeoga, unapendeza, unasema naenda kuabudu. Hapana. Umekuwa ukiabudu wiki nzima. Labda nikuulize, umekuwa ukimwabudu nani? Lakini kuishi kwako kote ni ibada. Kwa sababu katika kuwaza kwako umefanya nini wiki hii? Moyo wako umeujaza nini wiki hii? Maamuzi yako umeyatoa wapi ama umeelekeza wapi wiki hii? Kwa hiyo tunapata kwamba katika huyu mwanadamu kuwa katika mfano wa Mungu ni upendeleo mkubwa na ni mwaliko pia. Hayo mawili ni upendeleo na ni mwaliko. Ni upendeleo kwa sababu gani? Kwa sababu mavumbi kutoka mavumbini amefanywa katika mfano wa Mungu. Ni upendeleo wa ajabu. Ni upendeleo wa ajabu. Lakini pia ni mwaliko kwa sababu gani? Katika ibada tunapata ushirika. Anamwabudu nani? Mungu. Anamwaza nani? Mungu. Anampenda nani? Mungu. Anafanya nini? Mapenzi ya Mungu. Hauoni kwamba hapo kuna ushirika? Na mtu ambaye ana ushirika wa aina hii na Mungu, bila shaka yeye na mke wake watakuwa na ushirika wa aina gani? Wa mwili mmoja, wa nia moja, wa moyo mmoja. Mnaona hiyo picha? Kwamba hauwezi kuvitenganisha hivi viwili, ibada na ushirika. Kimoja ni msingi wa cha pili. Cha kwanza ni nini? Ni ibada. Ibada ni nini? Hapa tunamuona huyu kwamba mawazo yake au akili yake, moyo wake na maamuzi yake ni sawasawa na akili ya Mungu, moyo wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Na tunasema anamwabudu. Adam, picha moja ya kumwona Adam ni umuone kama mwabudu wa asili, wa kiasili, mwabudu timilifu. Lakini katika ile ibada tunaona kwamba lazima kuna ushirika, kwa sababu anapotembea hivi na Mungu, anamuona Mungu, anakuwa mwandani wa Mungu, anakuwa rafiki yake Mungu. Sijui mnaiona hiyo picha? Kwa hiyo kwenda juu ana ushirika mtimilifu. Lakini pia hivi ana ushirika mzuri na mke wake, ushirika wa mwili mmoja. Ukiangalia uumbaji, ana ushirika wa undugu na malaika na wanyama. Ndani yake mwenyewe hakuna ukinzani baina ya anachotaka kukifanya na anachostahili kukifanya. Unaona hivyo? Yeye sio kama sisi. Wewe unatamani kuamka asubuhi, unajua unapaswa kuamka asubuhi, lakini mwili unakataa, mwili unatamani vingine. Katika akili yako unajua unachostahili kukifanya, unatamani kukifanya, lakini mwili wako una mwelekeo mwingine. Huo ukinzani, huyu ambaye ni mfano wa Muumba hakuwa nao. Nataka muone ili muangalie kwa makini athari za anguko, kwamba kabla ya anguko ndani yake ana ushirika mpatanifu. Kati yake na Mungu kuna ushirika mtakatifu. Yeye na mke wake kuna ushirika wa mwili mmoja, nia moja. Kila kitu ni wamoja katika mambo yote. Yeye na uumbaji ana ushirika wa undugu. Lakini kunaingia kitu kinachoitwa anguko, lakini tutakiangalia baadaye. Nizungumzie kifupi maana ya kwamba yeye ni wakala wa Muumba. Kwa hiyo mfano wa Muumba, nafikiri hiyo picha tumepata vizuri. Anapokea upendeleo mkubwa wa kuwa mwabudu, rafiki yake Mungu. Anapokea mwaliko kwamba yeye anatembea pamoja na Mungu. Ukimwona yeye umemwona Mungu, ukimsikia yeye umemsikia Mungu, kwa sababu anachokisema huyu mfano wa Mungu, kilele cha uumbaji, hakuna siku kitawahi kukinzana na kile anachokisema Mungu. Sauti yake basi inakuwa ni kama sauti ya unenaji wake. Unaona mfano wa Mungu. Haya, wakala wa Muumba. Wakala wa Muumba ni seme, tumetoka kusoma maandiko 26 mlango wa kwanza. Maandiko yanasema hivi, wakatawale. 28, mkaijaze nchi na kuimiliki.
Neno kuimiliki ambalo limeandikwa hapo katika Biblia ya Kiswahili pengine sio sahihi vile. Tafsiri bora ingekuwa na kuitiisha, yaani kuiweka chini ya mamlaka, yaani kuiweka chini ya udhibiti. Kumiliki ni tofauti, maana sio mbali, lakini kuna maana ya karibu zaidi ambayo ni kuitiisha, kwamba huyu ambaye ni wakala wa Mungu amepewa nafasi ya kuitiisha dunia. Kwa jinsi gani? Unapoangalia kitabu cha Mwanzo mlango wa 2:15 unapata kwamba Mungu alimuumba Adam akamweka katika bustani afanye kazi. Afanye kazi. Uwakala wa Adam, unapouangalia, kikubwa katika uwakala wa Adam ni kwamba anafanya kazi. Amewekwa pale ili afanye kazi. Hakuwekwa katika bustani kustarehe. Kazi sio laana. Katika maandiko, kazi kabla ya anguko ndiyo njia ya huyu mwanadamu kuutiisha uumbaji. Kwa sababu gani? Mungu hakujenga bustani duniani kote. Hapana, aliweka bustani mahali fulani, akamweka mtu, na yule mtu akampa kazi kwamba aendeleze hii kazi ya kutengeza bustani. Akawa ni mkulima, akapewa hiyo kazi. Pia akapewa kazi ya ulinzi. Tuangalie, nataka niwasomee ili msikie vizuri anavyosema Mungu kumhusu huyu wakala. Maana unaposikia akatawale unafikiria kwamba amevaa taji, amekaa kwenye kiti. Hakuvaa taji, hakukaa kwenye kiti. Maandiko yanamwambia hivi. Katika mlango wa 2 wa Mwanzo 15. Ukisikia akatawale, maana yake ni maana gani? Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Neno kutunza pale linavyoandikwa Kiswahili kutunza, Kiebrania lingeleta maana ya karibu zaidi ya kulinda. Kwa hiyo anapowekwa kama wakala wa Mungu, anapewa kazi kama wakala. Uwakala ni jukumu. Kuwa mfano ni upendeleo. Ndio tofauti kidogo. Niwalete utofauti kwamba kuwa katika mfano wa Mungu ni upendeleo. Upendeleo aina gani? Anakuwa mwabudu, anakuwa mshiriki wa Mungu, anakuwa mwandani wa Mungu. Kwa sababu gani? Nia yake, moyo wake, maamuzi yake ni sawa sawa na yote ya Mungu. Lakini sasa katika uwakala tunaangalia sehemu tofauti. Tunapata kwamba katika ule uwakala amepewa sio kwamba akae kwenye kiti cha enzi akitawala. Kiti cha enzi, mmiliki wa kiti cha enzi ni Mungu Baba aliye juu mbinguni. Hapa chini hamna kiti cha enzi katika Eden. Eden kinachopatikana pale ni kazi, jukumu. Na hilo jukumu unaona kwamba kuna jukumu la kufanya nini? Ukulima, na pili kuna jukumu la ulinzi. Sasa niwaulize swali, maana unaposoma maandiko siku zote jaribu pia kujiuliza maswali. Usisome alafu unaacha tu, lakini tafakari, jiulize maswali. Kwa mfano, tunaposema kwamba ipo kazi ya ulinzi katika uwakala wa huyu ambaye ni kilele cha uumbaji, tunamaanisha nini? Unajua neno sokoriko? Mnajua sokoriko au mjui sokoriko? Kuna askari alafu kuna sokoriko. Askari ni yule ambaye analipwa vizuri, amevaa sare nzuri, anasimama kama mlinzi. Sokoriko ni yule ambaye halipwi vizuri. Huenda sare zake zimeparara, zimepasuka, vitu kama hivyo. Yaani sio tishio lolote kwa mwizi. Mwizi akija, mwizi ambaye ni mwizi kweli, sokoriko inaitabidi akimbie. Lakini mwizi akija patana na yule ambaye ni askari kweli, kutakuwa na mapambano. Mnanielewa? Sasa je, ninapozungumza kumhusu huyu wakala na anasema kwamba amewekwa pale kama mkulima na mlinzi. Ninaposema mlinzi, unamwona kwamba amesimama na silaha mkononi au nini? Kuna adui kufikia sasa. Sasa nalinda nini? Kama hakuna adui nalinda nini? Tunapoyafikiria maandiko, tunapoingia katika mlango wa 3 wa kitabu cha Mwanzo kwa mfano, tunapoangalia asili ya lile shambulizi ambalo linakuja na huyu muovu. Je, muovu anapokuja kushambulia anakuja kwa silaha gani? Ni vile mimi nawapenda, ningekuwa naambia muulize jirani yako ndio muone kama jirani anafikiria au amelala, ama shambulizi linakuja kwa jinsi gani?
Shambulizi katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 linapokuja sio kwa mabomu. Hakuna milipuko. Ni kwa udanganyifu, uongo. Silaha za muovu wakati ule na silaha ya muovu dhidi yako hata asubuhi ya leo ni uongo. Nikupe mfano. Kuanzia uamke mpaka sasa, je, umejua kwamba umeshambuliwa na shetani? Umejua? Ama amekusahau asubuhi ya leo? Wewe amekusahau? Je, unao uzoefu wa kutambua kwamba hili ni shambulizi kwa sababu kumeletwa uongo fulani akilini mwako au moyoni mwako? Unao uzoefu? Ama wewe ukielekezwa unakasirika, ama mkasirikia ushakasirika. Kipenda hiki ushakipenda. Ingia humu, wewe ushaingia. Hausimami ukajiuliza, je, nadanganywa? Ama hudanganywi wewe? Ukishasema mimi kila ninachokifanya nakifanya kwa maamuzi yangu, sina ushawishi wa nje, ushadanganyika. Ushawishi wa nje upo katika kila maamuzi unayoyafanya, hata kuamka kwako asubuhi ya leo. Kulikuwa na ushawishi ama hakukuwa na ushawishi? Jamani. Ninyi kwani mmetakaswa kiasi gani? Ninyi mmetakaswa sana. Hamna mvutano ndani yenu. Sauti hii na sauti ile sizipo. Kwa tunaposema huyu ambaye ni kilele cha uumbaji, ni wakala wa muumba, kwamba maandiko yamemwambia atawale. Ondoa picha ya taji, ondoa picha ya kukaa kwenye kiti kustarehe. Hapana, weka akilini mwako picha ya ukulima na picha ya ulinzi. Ule ulinzi si ulinzi wa askari, ule ulinzi si ulinzi wa sokoriko. Huu ulinzi ni kusimama katika kweli na kuidumisha kweli na kuizima sauti yoyote ambayo inajiinua dhidi ya kweli. Mfano, huyu mlinzi kilichomshawishi ni sauti ya ibilisi au sauti ya mke wake? Silaha iliyomwangusha ni ipi? Si ni mlinzi huyu? Akalime na akaitunze, lakini nasema lile neno la Kiswahili utunza sio tafsiri nzuri. Tafsiri bora ni, ukiangalia kile Kiebrania, ni kusema kwamba awe mlinzi, ailinde. Sio kwamba aitunze tu kama mkulima anayepalilia, lakini asimame kama mlinzi, kama askari. Lakini silaha zake sio silaha za askari au sokoriko. Hapana. Silaha yake ni kujua ukweli, kusimama katika ukweli, kuhudumisha ukweli. Nimewauliza swali, kilichomwangusha huyu mlinzi ni sauti gani? Angalia kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Adamu anapozungumziwa, Mungu anamwambia nini? Mstari wa 17 mlango wa 3. Biblia ya Kiswahili unayo hapo karibu na wewe. Mungu anamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya... Sasa usisome hapo alafu Mazera akaanza kusema kuanzia leo sitawahi kumsikiliza mwanamke. Maandiko yamesema usimsikilize mke wako. Kwa hiyo hata Mazera anaoa siku ya harusi, anamwambia wewe, na yote nikusomea andiko. Andiko ni hili. Kwa hiyo sitaki kusikia kutoka kwako. Hapana. Hapa kinachomaanisha ni kwamba Mungu alishatoa tamko lake kwamba msile. Lile tamko la Mungu ni kwamba huyu alilinde, alitunze, alidumishe. Ndiyo kazi yake ya ulinzi kama wakala wa Mungu. Kwa hiyo kutawala kwake sio kusimama kati ama kuketi kwenye kiti cha enzi au kuvaa taji. Hapana, ni kudumisha kweli. Paulo anasema hivi katika tuangalie Timotheo wa kwanza mlango wa 2 kuanzia mstari wa 12. Timotheo wa kwanza, Paulo kwa Timotheo wa kwanza mlango ni wa 2. Mstari ni kuanzia ule wa 12. Anatoa picha fulani pale, tuiangalie kwa pamoja. Unapata kwamba katika wa kwanza Timotheo mlango wa 2 kuanzia mstari wa 12, mtume anatoa amri na maelezo yanayoegemeza ile amri. Anasema hivi: simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe msikivu
Kwa maana ndio msingi wa hii amri. Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. 14. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Kwa hiyo tunapomtazama wakala wa muumba katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, anapofeli hiki ambacho tumekuja kukiita, Waswahili wamekiita anguko. Anguko tulielewe vipi? Anguko tulielewe kimsingi hivi, kwamba huyu alifeli kwa sababu hakufanya kazi yake ya ulinzi. Huyu alifeli kwa sababu hakufanya kazi yake kuwa kiongozi wa ibada. Yeye ni mfano wa Mungu. Yeye ni wakala wa Mungu. Amesimama pale kama mwakilishi wa Mungu. Amepokea mwaliko, upendeleo, jukumu, audumishe ukweli, atembee katika ukweli, lakini anafeli. Anapofeli katika anguko, kinachofanyika, hivyo viwili ambavyo nimevitoa kama sababu ya yeye kuitwa kilele vinaharibika. Nilitoa sababu mbili za Adam kuitwa kilele cha uumbaji. Nilisema sababu ya kwanza, yeye ni mfano wa Mungu. Nikimaanisha sio kwamba ana sura kama ya Mungu, ndevu za mzee mzungu kule mawinguni, hapana. Hiyo ni picha ya utotoni. Ukasema mfano wa Mungu ni kwamba yeye ni nafsi. Nikisema yeye ni nafsi, ninamaanisha vitu vitatu. Ana akili, ana moyo, kitu cha hisia, ana maamuzi. Yeye sio kiumbe wa kufanya vitu kwa sababu ya maumbile, ana maamuzi. Kwa hiyo anafikiria, anapenda, anafanya maamuzi, anatenda. Lakini yeye ni mfano wa Mungu, sio kwamba yeye ni nafsi tu, lakini ni nafsi iliyoambatana na Mungu, kwamba anafikiria mawazo sawa sawa na Mungu, moyo wake unapenda sawa sawa na Mungu, maamuzi yake yametiishwa au yameambatishwa kwa mapenzi ya Mungu. Katika anguko, sio kwamba anapoteza kabisa ule mfano wa Mungu, lakini unaharibika. Nimetumia neno kuharibika. Tusije tukajiona kwamba katika anguko ile sura ya Mungu imepotea katika mwanadamu. Si kwamba imepotea, ni kama kioo kilichovunjika. Kioo kinaweza kuvunjika kikabaki ni kama vigae, lakini bado vimeshikamana, lakini ni kama vigae. Kwa hiyo unapojiangalia katika kioo ambacho muonekano wake ni kwamba hivi ni vigae, sio kioo tena, ni vigae, ile sura yako sio kwamba imepotea, si sura bado ipo, lakini haionekani kama ilivyokuwa ikionekana pale mwanzo. Kinachotokea mwanadamu ni kwamba ile ibada aliyokuwa nayo inapotea. Ule ushirika aliyokuwa nao unapotea. Nimesema nini? Ibada ni kitu gani? Ibada sio uimbaji wa nyimbo. Ibada sio usomaji wa maandiko. Usomaji wa maandiko, uimbaji wa nyimbo ni sehemu ya ibada, ndio, lakini ibada ni kuishi kwako kote, kwa sababu mawazo yako yanapoambatana na mawazo ya Mungu, moyo wako unapolingana na moyo wa Mungu, maamuzi yako yanapotiishwa chini ya udhibiti wa mapenzi ya Mungu, basi wewe unamwabudu Mungu. Kwa sababu katika kuzungumza kwako unamwabudu Mungu. Ninakusikiza katika unenaji wako na kujua huyu ni mcha Mungu. Huyu jamaa kweli anamjua Mungu. Ninakuangalia kama wewe ni mwanamume, kama jana. Wanaomcha Mungu jana si walijionesha? Ama wewe umekaa umeinua miguu juu, mwanamume huyu akushughulikie. Hiyo ni ibada. Ndiyo, unamwabudu nani? Si Mungu. Nionyeshe Mungu wako. Nikuoneshe Mungu wako. Nipe kioo nikuoneshe Mungu wako. Wewe kama wewe unajiona, wewe utasemaje unamfuata Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, anayeosha miguu ya wanafunzi, na wewe umekaa chini tukuoshe miguu? Kwani wewe ni Yesu? Uone wanafunzi. Wanafunzi ni kitu gani? Si ni kumfuata Yesu? Yesu anaosha miguu ama anaoshwa miguu? Nyinyi mliooa na nyinyi mnaotaka kuoa, mkao wa moyo wenu ni upi? Mliingia katika ndoa ama mpo katika ndoa mkitarajia kuoshwa miguu au kuosha miguu? Na usidanganye. Basi katika hilo jibu ushamuona Mungu wako, umemwona? Ndio maana tunasema ibada ilipotea, iliharibika.
sahihi ni zaidi ni kusema kwamba iliharibika, ibada imeharibika. Lakini pia kando na ibada kuharibika, ushirika, ule ushirika mtakatifu baina ya huyu mfano wa Mungu na Mungu mwenyewe ukaharibika. Mnakumbuka Isaya nabii 59 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya nabii 59 mstari wa kwanza na wa pili, kwamba dhambi zako zimefanya nini? Zimekutenganisha na Mungu wako. Dhambi zinaleta utengano. Kwa hiyo badala ya ushirika kunakuwa na utengano. Ndani yako kunakuwa na ukinzani. Kuna ya Mungu ambayo unayajua, unayatamani, unataka kuyafanya, lakini sasa kwa sababu ile picha ya Mungu, ile sura ya Mungu, ule mfano wa Mungu ndani yako umeharibika, unapata kwamba ndani yako kuna matamanio tofauti na mapenzi ya Mungu. Unapovipenda kama hiyo TikTok yako. TikTok yako ni kioo kizuri cha kujielewa. Sehemu kubwa ya mawazo yako umeelekeza wapi? Juu, mbinguni au huku? Sema umeelekeza huku chini. Huku chini umeelekeza katika vitu vya nuru au vitu vya giza? Je, tuseme hapa nyuma yangu tukafungua screen kubwa, tuweke TikTok yako, utabaki na sisi ama utatoka mbio? Ndio swali la kujiuliza. Kwa hiyo tunasema hivi kwamba la kwanza katika anguko ni kwamba ule mfano wa Mungu, ile sura ya Mungu inaharibika. Na katika kule kuharibika kimahususi vinavyoharibika ni ibada na ushirika. Kunakuwa na vita ndani yako mwenyewe. Adam ambaye alimuona Hawa akaimba wimbo akasema huyu ni nyama ya na mfupa wa. Baada ya anguko anamwambia Mungu, anaulizwa na Mungu, wewe Adam umefanya nini? Anamwambia Mungu nini? Ni huyu mwanamke uliyenipa wewe. Mahusiano yashaharibika, ushirika ushaharibika. Pili, kama wakala wa Muumba katika anguko, tumesema kwamba yeye kuwa mfano wa Muumba ni upendeleo, ni mwaliko katika ibada, katika ushirika pamoja na Mungu. Lakini sasa kama wakala, ile kazi ya utawala ameipoteza. Ameipoteza kwa jinsi gani? Sio kwamba amevuliwa taji kama wengine wanaposema. Ni kwamba si alikuwa atawale kwa jinsi ya kazi, kwamba amewekwa katika bustani lakini akaufanya ulimwengu wote kuwa bustani. Sasa baada ya anguko kinachofanyika ni kwamba ile jinsi au kile chombo cha utawala wake kinaingia ubatili, kazi, miba na michongoma, kazi inaharibika. Na kila mmoja wetu ambao pengine ni mwajiri, hata kama wewe ni mwajiri, ni mwajiriwa, unao uzoefu kwamba kazi ina dhiki nyingi, kazi ina uchovu mwingi, kazi ina nini kingine? Ina ubatili. Nikupe mfano. Ukiwa nyumbani, asubuhi unaamka unaosha kile kikombe chako cha kijani. Baada ya muda mchache unakiosha tena. Tena umejipata katika shule umekiosha tena. Mpaka unashangaa, hapa kunaendaje? Yaani huu mzunguko ni vipi? Maana umekitumia, umechota mchele, umeweka kwenye sufuria, umekiosha, umeweka pale kando. Unakaa kidogo unataka kuteka maji, unakitumia, unateka maji, unakiosha, unakirudisha pale. Baada kidogo mtoto ameingia, amekichukua, amekunywa maji. Unaenda kukichukua, unapata kuna vile vidole vile vimeacha alama, unakichukua, unakiosha. Utashinda kazi ya mizunguko hivyo. Natoa mfano. Umelima, sio mwisho wa kulima, utalima tena. Ukipalilia yatazuka tena ya magugu. Yaani kazi imeingia mizunguko. Katika kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes, Mhubiri, kuna maisha aina mbili, na nishataja mbeleni kwamba kuna maisha, Solomon anapoangalia maisha anasema kuna maisha chini ya jua, ni mizunguko isiyo kikomo na ubatili mtupu. Lakini pia yapo maisha chini ya mbingu ambayo ni tofauti, yana mwelekeo, yana malengo na makusudi kwa sababu ya udhibiti wa Mungu. Sasa tumshukuru Mungu kwamba hakutuacha katika ubatili, hakutuacha nje ya ushirika, lakini amemleta yuyu ambaye ni kilele wa kweli. Jina lake ni Yesu Kristo.
Ndio wazo letu la mwisho, kwamba anakuja Yesu Kristo akiwa ndiye Adamu wa mwisho, kwa sababu yeye hakuzaliwa kwa njia ya kawaida, kwa sababu yeye amezaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hakurithi, niseme nini? Hakurithi ule mfano wa baba yetu. Baba yetu, nikupe picha ya baba yetu katika Mwanzo 5. Mwanzo 5 mstari wa 1 hadi wa 3. Picha ya baba yetu katika mwili. Mwanzo mlango wa 5 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yanasema hivi: hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipomuumba mtu. Kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Ameumba vipi? Kwa sura ya Mungu, nasema katika mstari wa 1. Lakini kinachofanyika ni kitu gani? Mstari wa 3. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake. Unauona uhamisho? Umeuona uhamisho? Aliumbwa kwa sura ya Mungu, lakini anapozaa baada ya anguko inakuwa ni sura yake. Yeye ni nani? Yeye ni mtu wa ghadhabu, kwa sababu yupo chini ya ghadhabu ya Mungu. Yeye ni mtu wa uasi, kwa sababu alishafeli katika kazi yake ya ulinzi. Yeye ni mateka wa dhambi, hana uhuru tena katika kuwaza kwake, katika moyo wake, katika maamuzi yake. Hana uhuru tena, huyu ni mtumwa. Kwa hivyo wote ambao wanamwangalia Adamu kama baba yao wanazaliwa na ule mfano wa huyu mtu wa uasi, mtu wa dhambi. Lakini Yesu Kristo anapoingia duniani, kwa sababu anazaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, anaepuka huu utumwa. Anazaliwa akiwa mtakatifu. Mnaona? Mamake kweli ni Maria au Mariamu, lakini babake ni nani? Amezaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa anapokuja anakuwa ni mfano kamili. Waswahili wanasema kuna utimilifu na kuna ukamili. Huu ni mfano kamili, Kiingereza perfection. Mfano kamili. Nisome maandiko. Maandiko yanasema hivi kumhusu huyu aliye mfano kamili wa Mungu. Waebrania mlango wa 1 mstari wa 3. Maandiko yanasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake. Yeye ni chapa kamili, sio kwa sehemu. Hapana, kamili, ni chapa kamili ya nafsi ya Mungu. Wakolosai pia, Paulo anapowaandikia Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 15 anasema hivi: naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, mfano wa Mungu asiyeonekana. Umeona hiyo? Chapa kamili, Yesu Kristo. Mfano wa Mungu, Yesu Kristo. Anakuwa kwetu Adam wa mwisho, sio wa pili. Mara nyingi tunasema wa pili, lakini tujifunze pia kusema wa mwisho, kwa sababu hakutakuwa na watatu. Tukisema wa pili ni kama tunaacha fursa ya kuwekwa kwa watatu, wa nne, wa tano. Hapana, huyu ni wa mwisho, Adam. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakuja, yupo katika mfano wa Mungu. Na kufikia sasa unayo picha nzuri ya kile kinachomaanishwa tunaposema mfano wa Mungu. Katika mawazo yake anawaza vipi? Sawa sawa na Mungu. Katika moyo wake anataka nini? Kile anachokitaka Mungu. Katika maamuzi yake anafanya nini? Mapenzi ya Mungu. Sio mara kwa mara, sio kwa wakati mwingi, lakini kila mara. Wafilipi mlango wa 2 kuanzia mstari wa 5 hadi baadaye 11 tunapata picha ya utii wa Yesu Kristo. Utii wa Yesu Kristo, kwamba anaufuata kuanzia kuzaliwa kwake hadi kuangikwa msalabani. Mara nyingi Wakristo wao tunasema kwamba kama kuna maamuzi magumu mbele yetu, tunaegemea upande wa hisia kwamba maamuzi fulani pengine hamna dhambi pale, lakini kuna maamuzi A, maamuzi B. Maamuzi A hayakupi amani, lakini maamuzi hii, njia hii
unasikia kwamba unahisi amani. Niwape picha kwamba hisia hupoteza. Usifuate hisia. Yesu Kristo katika Luka 22 pale katika Gethsemane, Luka 22 kuanzia 40 kuendelea. Yesu Kristo hisia zake ni zipi anapofikiria msalaba? Ana amani? Anatoka jasho, sio? Jasho mfano wa damu. Ni amani hiyo. Anachagua njia ipi? Penye utulivu wa hisia ama huku kwenye jasho la damu? Anachagua nini? Sasa wewe ulitoa wapi uzoefu wa kwamba unapofika kwenye njia panda siku zote unaegemea upande ambapo kuna utulivu wa hisia? Utulivu wa hisia sio sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu hii hapa. Usiegemee kwenye hisia. Yesu Kristo katika utii wake anatutolea sisi, maana anatoa kwa niaba yetu, anatoa ibada kamilifu kwa Mungu. Ibada kamili kwa Mungu katika kila jambo. Yeye ni mshiriki wa Mungu kikamilifu, ana ushirika na Mungu kikamilifu. Lakini kuna muamala, tuite muamala wa neema. Mwambie mwenzako, maana ni wazo zito, muamala wa neema. Muamala wa neema. Kisha tujue kwamba muamala si mnyama fulani, ni transaction. Sawa? Ninaposema ni muamala wa neema namaanisha hivi. Neema ni unapokea kile ambacho hauwezi hata siku moja kustahili. Kwa misingi gani? Kwa misingi hii. Katika muamala wa neema pale msalabani, huyu ambaye ni mkamilifu kama mfano wa Mungu, kumaanisha siku zake zote tangu aingie duniani ametembea katika utii, anaangikwa pale msalabani kwa niaba ya uasi wetu. Uasi wako, wangu na wa wateule wote unaangikwa pale msalabani juu ya Yesu Kristo, unahesabiwa kwake. Sisi ambao ndio kweli waasi, sisi ambao ndio wenye mfano uliovunjika, vigae, sisi tunahesabiwa haki ya Mungu. Sisi ambao ni waasi gerezani tukisubiria hukumu ya moto wa milele, tunatolewa gerezani, tunasafishwa, tunatakaswa, tunaambiwa tunaelekea nyumbani kukaa pamoja na Baba. Si ni neema hii? Ulichangia nini hapa? Haukuchangia chochote. Ndio maana tukasoma Luka 18. Nakumbuka Luka 18? Yule Farisayo na yule mtoza ushuru, maombi yao tofauti. Mmoja anaona kwamba amehesabiwa haki kwa jitihada zake. Mwingine anaielewa neema ya Mungu. Huyu ambaye ni mfano wa Mungu anatufanya sisi, anatuletea sisi fursa ya kugeuzwa kutoka kuwa waasi dhidi ya Mungu, kutoka kuwa wana wa hasira. Paulo anasema katika Waefeso 2 mstari wa 2 na wa 3, watoto wa hasira, watoto wa ghadhabu, tunafanyika kuwa wana. Tuseme vipi? Katika Wakorintho wa 2 mlango wa 3 mstari wa 18. Tuseme vipi? Paulo anasema hivi. Sisi sote, wa 2 Wakorintho 3:18. Sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye Roho. Ibada inarejeshwa kwa jinsi hii, kwamba sasa mkombozi amekuja, ameishi maisha ya ibada, anaturejesha sisi katika ushirika na Mungu. Ananipa mimi ndani yangu ushirika mpatanifu kati ya akili zangu, kati ya moyo wangu na kutenda kwangu. Lakini pia nabadilishwa, ile sura ambayo iliharibika inarejeshwa. Kadri ninavyoyasoma maandiko na kuyatii maandiko, ndivyo ninavyokuwa katika ibada. Kadri ninavyokuwa katika ibada, ndivyo ninavyozidi kufanana na Yesu Kristo, ambaye ndiye mfano kamili wa Mungu. Hii ni huduma ya Roho Mtakatifu. Sio kazi ambayo ninajifanyia mimi mwenyewe. Yeye ananibadilisha kwa njia ya maandiko.
ninayatazama maandiko kama kioo. Yeye anafanya kazi ya kunibadilisha. Na mmeona katika maandiko nasema toka utukufu hata utukufu. Toka utukufu hata utukufu haimaanishi wewe si umeokoka. Ndio. Ulikuwa unaendesha baiskeli? Ndio. Haya, utukufu ni Honda. Alafu utukufu ni Vitz. Alafu utukufu juu ya Vitz ni nini? Msiji magari sana. Juu ya Vitz ni Prado iko juu sana. Kuna kitu kati ya Prado na Vitz. Wish. Utoke kwenye upige Wish. Alafu uende Prado. Juu ya Prado kuna nyingine pia, sio? Sasa tulikuwa tunaambiwa zamani huo ni utukufu hadi utukufu. Hapana. Utukufu hadi utukufu, nikupe mfano, ni kwamba wewe jana ilikuwa Valentines. Wewe ulikuwa hujui mwiko unashikwa vipi. Utukufu hadi utukufu ni kwamba umejua kushika mwiko. Umeanza hatua ya kwanza. Utukufu wa pili ni kwamba umejua kusugua hiyo sufuria ya. Sio kwamba umepika alafu unasema si nimepika, wewe osha vyombo. Hapana. Utukufu hadi utukufu ni kwamba ulipika, ukajua kushika mwiko. Pili, ukajua kuosha sufuria, makaa yanang'arisha vizuri, si ndio? Unajua hilo? Huo ni utukufu. Unapoingia katika ufahamu wa kung'arisha kwa makaa, unaingia katika utukufu. Machoni pa ulimwengu, wewe huyu jamaa anafanya nini? Anashuka, amekaliwa zaidi na zaidi. Machoni pa Roho atendaye kazi ndani yetu kutubadilisha tufanane na huyu muosha miguu. Kumbuka unafananishwa na nani? Si anayeoshwa miguu, ni kwamba yeye ni muosha miguu. Kwa kama ni utukufu hadi utukufu, mwisho wako, kilele chako ni kwamba utakuja utuambie jamani kuna mavumbi huko, msiingie kanisani hivyo, njoni niwaoshe miguu. Ndio kilele chako. Unaweza kufikiria kitu kama hicho? Wewe umeoga, umepuliza marashi, alafu uje kuosha watu miguu hapa, kwani una wazimu? Hapana, si wazimu. Ni utukufu hadi utukufu. Kwa hiyo tubadilishe picha tulio nayo akilini mwetu ya kufanana na Mungu. Mfano wa Mungu ndani yako ni huu. Pia Yesu Kristo ni wakala wa Mungu, tumeshasema hiyo. Anatoa ulinzi kamili. Sisi ambao tumeokoka tunajua hatuwezi kupotea. Tupo katika Yesu Kristo. Yeye kwake tunapokea ulinzi kamili. Hatuna tena ubatili sisi katika kazi yetu. Tunajua katika kupata, katika kukosa, haijalishi. Mungu atajitukuza kwa sababu pale msalabani tunapata ulinzi kamili na pia ondoleo la ubatili. Neema iliyoje. Hebu inamisha kichwa chako, utafakari uliyosikia na umshukuru Mungu kwa haya.